Karibuni sana KingoFarm. Sasa leo nina mada muhimu sana. Ninataka nizungumzie umuhimu wa maji kwa kuku, maji matupu, maji ambayo yanakuwa hayajachanganywa na dawa zozote zile wala hujaweka vitamini. Yana umuhimu mkubwa sana, na naweza nikasema maji matupu ni sehemu ya tiba kwa kuku, na ninakushauri mfugaji walau mara moja kwa wiki kuku wako, hata kama hawana chanjo, wapatie maji matupu wanywe. Yani unatenga siku moja ya wiki, labda kama ni Jumatatu, Jumanne au Jumatano, basi humo unakuwa unawawekea maji matupu. Ni tiba kama tiba nyingine, na nitakueleza inatibu vitu gani. Yani unaweza ukashangaa maji matupu ni kweli ni tiba. Kwanza, haya maji yasiwe na ya joto, yasiwe ya baridi sana, yawe na ubaridi kidogo sana, umeona? Pili, maji yawe masafi, maji yawe masafi. Na kitu kingine ambacho mnajiuliza sana ni kwamba maji ya mvua yanafaa kuwapa kuku au hayafai kuwapa kuku. Nitawajibu pia kwenye hii video kama maji ya mvua yanafaa kuwapa kuku au hayafai kuwapa kuku. Nisikilize mpaka mwisho, nitakuja baadaye nikwambie. Hapa moja kwa moja ninaenda kutaja umuhimu wa maji kwa kuku. Kwanza, maji ni matupu ni booster kwa kuku, yanawafanya kuku waweze kutaga vizuri kabisa na wapunguze kudonoana. Nitakwambia kwa nini. Unaweza ukashangaa maji matupu yanaweza yakawafanya kuku wasidonoane. Kuku wanaotaga wanakuwa na tabia sana ya kudonoana. Sehemu kubwa sana ya maji inahitajika kwenye utengenezaji wa yai kama yai lenyewe, kwa maana kwamba sehemu kubwa ya yai mle ndani huaga inakuwa ni maji, umeona? Na muda mwingine maji yanatumika sana kwa kuku, kwa sababu kuku kila anapokuwa anataga huwa anahitaji uteute wa kuweza kusukuma yai. Kwa hiyo endapo kuku wako atakosa maji, kuku anayetaga, matokeo yake ni kwamba atakosa ule uteute, na hivyo yai linapotoka huaga linamchubua. Kwa wale ambao mnatumia mna hawa kuku wanaotaga, wao unaona kuna muda mwingine yai linakuwa lina damu. Sasa damu ikisha toka kwenye yai, maana yake imemuumiza yule kuku. Kitendo cha kuku wengine kuona ile damu ndio chanzo cha kuanza kuwadonoa kuku wengine. Kwa hiyo unaweza kuwa umenielewa vizuri hapo. Eneo la pili, maji huwa yanapunguza joto kwa kuku, sasa hawa broiler. Huwa inapunguza joto kwa broiler na kuwafanya broiler wawe na uwezo mkubwa wa kukua vizuri. Kwa mfano, mchana nyakati za joto sana, ukiingia bandani unakuta broiler wana painting, wanahema juu, wanahemea juu. Sasa ukiona broiler wapo vile, ukiwapa maji ambayo yana sifa kama ni hizo zitaja hapo mwanzo, basi inakuwa ni rahisi sana kwa hawa broiler kuweza kushusha hiyo hali, na wakiwa katika tunasema hali ya kawaida, basi ukuaji wao unakuwa unaenda haraka. Unaweza kuona kama ni masiala kwa wiki zima, kwa mfano muda kuanzia ile saa 6 mpaka saa 8 kuku wanafanya vile painting, muda ule wanakuwa wanateseka, na kinachokuwa kinawatesa kitu kikubwa ni kitu kimoja tunakiita pressure. Kuku huwa hawataki kabisa pressure, huwa hawataki. Ndio maana unakuta tunafanya sana matumizi ya vitamin kwa ajili ya kushusha pressure. Wanakuwa na stress, kwa hiyo ukuaji wao lazima utarudi nyuma kwa asilimia kadhaa. Jambo la tatu kuhusiana na maji yanaongeza ukuaji vizuri na kupunguza sumu mwilini kwa kuku, hasa vifaranga. Hizi tiba tunazowapa, hizi vitamini tunazowapa kwao huwa kama vile zinawazidia, yani anapata sumu kwa kiasi kikubwa sana. Ndio maana kuna ugonjwa fulani, ukimwangalia kifaranga kama tumboni hapa, unakuta kama maji machafu hivi meusi yamekaa pale, zile zinakuwa ni sumu. Kwa hiyo kitendo cha wewe kumpa maji matupu, maji masafi, basi unakuwa unaondoa zile sumu. Kwa hiyo vifaranga wakiwa wadogo jitahidi. Na jambo jingine ni kwamba tunapokuwa hawa kuku tunawapa hizi tiba za hasasa za viwandani, na kwa kiasi kidogo hizi tiba za asili,
huwa tunatoa wakati mgumu sana wa ini na figo kufanya kazi vile ambavyo inahitajika au vile ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo kitendo cha kuwapa kuku maji matupu, unakwenda kusafisha, unaenda kuupa ahueni ini na figo kuweza kufanya kazi vizuri. Sijui kama ninaeleweka hapo. Kwa hiyo ni muhimu sana jamani kuwapa maji matupu kuku. Pia yamekuwa msaada mkubwa sana kwa mmeng'enyo wa chakula. Hapa yawe maji matupu umechanganya na vitamini, lakini ni muhimu sana kwenye umeng'enywaji wa chakula. Kwa hiyo asilimia kubwa ya chakula cha kuku pia inahitajika maji, na maji matupu yana umuhimu mkubwa sana kwa kuku kama ambavyo umeona nimekueleza hapo mwanzo. Na kitu cha ziada tu ni kwamba, je, maji ya mvua ni salama kwa kuku? Ndiyo, maji ya mvua ni salama kwa kuku kabisa. Yani endapo yawe yamezingatiwa usafi kama haya maji mengine, na wanashauri sana ukinge yale maji ambayo yametoka moja kwa moja juu, yani weke chombo yasipite kwenye bati. Na sababu zake ni kwamba labda kama bati ina kutu, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama bati yako safi nini, unakinga, unawapa maji. Ila tu vifaranga inashauriwa ukachemsha maji ndio ukawapatia, inashauriwa. Lakini hata ukiwapa maji ya hivi sio mabaya. Kwa hiyo usije ukafikiria kwamba labda maji hayafai, yanafaa. Maji ya mvua unawapa kuku vizuri kabisa na yanafanya kazi vizuri kabisa. Na mwisho kabisa ni wakumbushe wafugaji, kama unapenda sana ufugaji basi jiunge na sisi KingoFarm, kwa sababu tunatoa elimu ya ufugaji. Tunalo darasa la WhatsApp ambapo tunaelezea namna ambavyo unaweza ukafuga kuku. Tunafundisha kabisa kwa vitendo jinsi ya kupokea vifaranga kwa wale ambao wanakuwa wakubwa. Kujiunga na kundi letu ada yake ni shilingi 8,000, lakini pia tunavyo vitabu ambavyo vinajihusisha na ufugaji wa kuku wa aina zote. Yani kuku wote wa kienyeji au wa kisasa, wa mayai, kuna vitabu vyake. Kitabu kimoja tunakiuza shilingi 10,000 na ni soft copy. Tunakutumia kwa njia ya WhatsApp au kwenye email. Tupigie namba yetu ya simu hiyo hapo ili uweze kupata hiyo huduma ya vitabu. Na vitabu vyetu ni hivi hapa, unaweza ukaviangalia hapa mwishoni vitabu ambavyo tunavyo.